Iwa kuna mtu atazungumza hoja ambayo ungependa kuchangia. Unao dakika moja Kilima kwa ajili ya kuribato kwa dada yangu amekanusha taarifa ya mwamko wa wanafunzi wa vyuo vikuu niloelezea hapa. Lakini nataka nimkumbushe. Yeye amepima mwamko wa wanafunzi wa vyuo vikuu wa vyuo vikuu kwa kutazama itikadi na mapenzi ya vijana kwa chama chake. Sawa? Wakati huo yeye anapoenda kutafuta kula, anakutana na vijana wa vyuo vikuu ambao ni wafuasi wa chama chake na wengine si wafuasi wa chama chake. Sasa swali la msingi, je, atajuaje kama katika miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu kuwa wafuasi wa chama chake kama ni wachache? Wakati huo tuna wagombea wa vyama vingine kama Chauma, tunagombea vyama vingine kama Chama cha Mapinduzi, wanajaza mikutano yao. Na wanafunzi wa vyuo vikuu ni wengi. Kwa hiyo nimwambie kwamba inawezekana ikawa kweli mwamko wanafunzi wa vyuo vikuu ukawa ni mdogo kwa agenda za itikadi na mapenzi kwa chama chake. Wewe mwamko wa vyuo vikuu ni kubwa kwa na wana mapenzi kwa chama gani? Kwa sampuli ya vyama vyote. Ndio maana nikatoa takwimu kwa asilimia. Sawa. Lakini yeye ni mgombea na anasema kwamba takwimu hiyo unayosema ni ya uongo. Na anasema mwamko ni mdogo. Ni ya uongo kwa sababu yuko mlengo wa chama kimoja. Mimi nazungumzia mlengo wa chama hiki ambao unahisi kwamba wanafunzi wanaipendelea. Kwamba wewe unazungumzia mrengo hupi ambao unahisi kwamba wanafunzi hawa wa vyuo vikuu wana mapenzi? Utafika wakati nitatoa ripoti ya utafiti ya Tahiliso juu ya ushiriki wa vijana wa vyuo vikuu katika kampeni. Shikilia hapo. Nije kwako Nasra. Washa mic yako. Tafadhali. Bila shaka umesikia wazungumzaji wa kwanza na umemsikia dada Rahma hapo. Anajaribu kueleza ya kuwa hali ya mwamko wa vijana kushiriki katika uchaguzi huu ni mdogo. Je, wewe kama mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, bila shaka unakubaliana naye kuwa mwamko kiukweli ni mdogo, vinginevyo ikane nafsi yako? Nashukuru na niwapongeze waliojaribu kuzungumza. Niwe mwazi, mimi mwenyekiti mwenye dhamana ya vijana wote wa sisi mkoa wa Dar es Salaam. Lakini ni mwenyekiti wa field wa site. Michakato ya uchaguzi nimeshiriki 100%. Ndani ya Chama cha Mapinduzi kwenye michakato ya kura za maoni, nimeona namna gani vijana walivyoanza kujihusisha na masuala na utaratibu mzima wa uchaguzi. Kwa maana gani? Kwanza swala la kugombea ndani ya chama. Vijana hao sio tu viongozi wa system ndio walienda kugombea. Vijana wengine walikuwa na mapenzi ya dhati, wengine waliovutiwa na sera za Chama cha Mapinduzi wamejitokeza kwa wingi. Nikupe tu mfano mdogo. Wakati tunaanza mchakato wa kura za maoni, katika majimbo yote 12 vijana wamejitokeza kugombea nafasi za majimbo hiyo kupitia Chama cha Mapinduzi. Tumemaliza mchakato. Tumeingia kwenye zoezi lingine la vijana kwenda kujiandikisha. Mimi na wenzangu katika kamati tumepita mkoa mzima wa Dar es Salaam. Tukirudi kwenye page yangu ya Instagram utaona nilikuwa napita eneo kwa eneo, mtaa kwa mtaa. Kwanza kuwasikiliza vijana namna gani wanayo mapokeo kuelekea uchaguzi mkuu. Mapokeo yao ni mazuri na yako positive. Kwa nini? Kwa sababu vijana ndio kundi ambalo linakumbwa na changamoto nyingi sana. Changamoto ya elimu bora, changamoto ya afya, changamoto ya masuala mbalimbali yanayohusu maisha yao. Lakini kwa nini wanahamasika? Wanaona ipo dira na mwelekeo wa namna ya chama, hasa chama tawala kimegusa changamoto zao. Na wanaona ukirejea katika ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kwamba kwa msingi wowote wa mamlaka ama madaraka, kwamba mamlaka yanatokana kwa wananchi, na wananchi wengi kwa idadi kubwa kwa mujibu wa taarifa mbalimbali ambazo ukiangalia hata UN kundi kubwa la vijana, sensa watu na wakazi kundi kubwa la vijana, kwamba vijana wanaona kwamba kama sisi changamoto zetu zinaguswa na chama hiki tawala, hakuna njia nyingine ya kuendelea kuzubazuba zaidi ya kushiriki uchaguzi, tuendelee kushiriki masuala mbalimbali ya uchaguzi. Hivyo basi kwa mustakabali huu vijana wanao mwamko, tumemaliza zoezi la uandikishaji. Tumekuja kwenye kampeni zimezinduliwa tarehe 28. Mimi
nimezunguka mkoa mzima wa Dar es Salaam na leo mara ya mwisho nilikuwa Kigamboni. Namna gani vijana wamepokea, sio wa CCM. Mimi bahati nzuri nakutana na vijana mbalimbali, makundi mbalimbali. Mama lishe, tunawaeleza kwa nini mama lishe wanashiriki uchaguzi, wanatuambia namna gani wamefaidika na kutatuliwa kwa changamoto kupitia chama tawala. Ndio maana sasa kwanza wanashiriki sio kwa sababu ya chama tawala, wanashiriki kuunga mkono ajenda ya uchaguzi ikiwa ni haki yao ya kikatiba. Lakini sio tu kushiriki ikiwa ni haki yao ya kikatiba, kwamba wanaona mwelekeo mzuri wa namna gani serikali ijayo na baadhi ya sera ambazo wanavutiwa hususan za chama tawala wanakwenda kutatuliwa kwa miaka mingine mitano. Umeeleza kwa msingi huo muamko wa vijana sio kudownload wala nadharia. Muamko upo, ila inategemea labda wewe unazungumza na nani kwa wakati gani. Sisi tunazungumza na wananchi na vijana wenzetu katika makundi mbalimbali. Huo ndio mustakabali katika kipindi hiki. Umeeleza ya kwamba katika ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inawapa wananchi mamlaka, ya kwamba mamlaka ya nchi yanatokana na wananchi. Je, chama chako kinatambua na kinaheshimu hilo? Naam, chama changu kinaheshimu hilo. Ndio maana tumeenda kwenye uchaguzi na kila mmoja watu wamejitokeza kwenda kugombea. Na sasa kama wamejitokeza kwenda kugombea, wanarudi kwa wananchi kuomba ridhaa tena. Yaani wanarudi kwa wananchi hao, wanawaeleza ni sera zipi ambazo zimefanyika kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya miaka 5 iliyopita. Lakini inaelezwa tena sera za Chama cha Mapinduzi kwa ilani ya 25-30 ni yapi yanakwenda kufanyika kwa mustakabali wa kugusa maisha ya Watanzania. Kwa maana hiyo sasa, ama mustakabali huo unaonyesha dhahiri kwamba licha ya kwamba Chama cha Mapinduzi kimejipanga kwenye chama chao katika kukijenga chama, lakini bado jukumu hili la kikatiba kurudi kwa wananchi kuwaomba ridhaa tena ni jukumu lao la kimsingi na chama kinaheshimu hivyo. Kulikuwepo na maneno ya wazi ambayo yalikuwa yakisemwa ya kwamba chama chako kinasomba watu kwenda kujaza kwenye kampeni zake, na ya kwamba watu walikuwa wahendi kwa mapenzi yao, na wengi mlikuwa mkiwasomba kuwatoa maeneo wakadha kuwapeleka katika maeneo ya kwenye mikutano yenu ili kujaza ionekane mmejaza. Bila shaka niseme kitu kimoja, Chief wa Demo. Kumhamasisha mtu na kumpa usafiri wa kumpeleka katika eneo la tukio si dhambi. Hivyo mlikuwa mnawasomba kuwatoa sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. Huwezi ukamtoa mtu anakaa Msongola ukamhamasisha atoke, kwa sababu chama chenyewe licha ya mambo mengi chama kimejijenga, kina miradi. Kwa hiyo kumhamasisha mtu bwana, mkutano wetu utakuwa Tanganyika Packers, na kupeleka usafiri kumchukue kutokana na kila mtu ana hali mbalimbali za maisha. Kumtoa mtu Msongola, Chanika, Kibule ni distance mbali. Kwa hiyo sisi tunawasupport na wala si dhambi kufanya hicho. Hivyo mnawasomba kuwatoa eneo moja kwenda eneo nyingine kwa ajili ya kusikiliza sera zenu. Umenielewa vizuri nilivyojibu Chifu? Kwamba hivi kumchukua mtu, can you make it short kwamba kwa hivyo kwa muktadha huo mnawasomba kuwatoa sehemu moja, lakini hao wachache mnawasomba watu wenye mtu anatoka Msongola, mtu anatoka Pemba Mnazi, unapajua Pemba Mnazi Kigamboni, unamtoa kule, kuna mkutano unafanyika huku kutokana na misingi ambayo tumeiweka. Wale ambao wana uwezo wa kufika, sisi tunapeleka usafiri, na wala si dhambi, kwa sababu uwezo wa kupeleka usafiri katika eneo husika kumchukua mtu sehemu moja kwenda sehemu nyingine wala haijakatazwa. Hakuna kifungu chochote cha sheria wala katiba yetu haizuii ni namna gani, na wala mtu halazimishi kupanda kwenye gari. No, tunapeleka usafiri ambao hana uwezo wa kufika yeye. Usafiri utakuwepo kama ilivyo hata taasisi zingine ambao mtu anaweza kufanya akiwa na kongamano lake, kama jamani tuna kongamano, usafiri utakuwepo. Ni namna gani ya kuendelea kwa motivate watu. Kwa hiyo mbalimbali za siasa ambazo kila chama kinakuwa na utaratibu. Kwa hiyo mnawasomba kwa minajili ya kuwasupport kuwatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Namna hiyo. Nakushukuru sana. Je, Rahma, unayo lolote la kusema kwa aliyoyasema Nasra kabla tujaenda kwa Kamenge? Mimi kwa kuchangia alipozungumza mwenyekiti wa UVCCM, kuna mahali unakinzana naye? Kuna mahali bado tunakinzana, kwa sababu anaposema ameshuka huku chini na vijana wanapokea positive swala la uchaguzi, sio kweli. Mimi kila sehemu niliyofanya mkutano, nikishuka kwenye mkutano, mambo ambayo vijana wananiambia, dada nilikuwa sitaki kwenda kupiga kura, nitakwenda kupiga kura kwa sababu yako.
Hiyo ni kauli ambayo nimesikia jimbo zima la Kinondoni. Kila nikishuka kwenye jukwaa na kwenda kuzungumza na wananchi mmoja mmoja, ananiambia sikutaka kwenda kupiga kura kwa sababu ya mazingira ambayo tulofikia sasa hivi Tanzania, lakini nitakwenda kupiga kura kwa sababu yako. Kwa hiyo tunaona wananchi walikuwa wamekosa matumaini. Wananchi sasa hivi wamejaa hofu, wanahitaji kurejeshewa matumaini. Wananchi wengi walikuwa wamesusa kuingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi. Sasa hao ni wachache ambao mimi nimewafikia. Vipi hali ikoje kwenye majimbo mengine? Mimi nachukua sampuli ya jimbo la Kinondoni. Na matumaini hayo ambao wanahitaji yako ACT Wazalendo. Yapo, sina, ndio maana unapata kauli ya kwamba nitakwenda kupiga kura kwa sababu yako. Haya mambo ni mambo ambayo nimeyasikia mimi mwenyewe, nimeyashuhudia mimi mwenyewe. Natamani vijana washuke chini kwenye field waone hali ikoje kwa vijana wenzetu. Labda nimsaidie kitu kimoja dada yangu Rahma. Iko hivi. Hivi vyama vya siasa hivi. Kuna muda anasema hawajawahi kujipanga na uchaguzi. Kwa sababu gani? Ukiangalia namna mfumo na muundo wanavyojiendesha, kuna muda kama kijana anapata mashaka. Mashaka yangu yako wapi? Wengi wetu tunaona kipindi cha uchaguzi. Wanakijenga lini chama chao? Ikiwa Chama cha Mapinduzi, sisi tunakijenga chama kuanzia chini kila siku. Sisi kwanza unapoisha uchaguzi ni mwanzo wa uchaguzi mwingine. Maana gani? Kwamba leo dada Rahma unakwenda katika jimbo letu la Kinondoni la kata 10, kwa maana wilaya nzima ina kata 20 pamoja na jimbo la Kawe. Lakini Rahma ni lini? Na bahati nzuri nimeobserve kitu kimoja Chief Odemba na dada Rahma unielewe. Kwamba the more unapokwenda kwa wananchi kusikiliza changamoto zao, hata sio kipindi cha uchaguzi, utakaporudi tena kipindi kingine watu wako tayari kukusikiliza. Lakini kama hukujipanga, kama hukujiandaa na uchaguzi, kwa maana gani? Kwamba mwanzoni hata chama chao wafuasi wako wapi? Lakini CCM wafuasi wake kuanzia chini naanza kujengwa kuanzia chipkizi. Natoka chipkizi naanza kujengwa kwenye umoja wa vijana. Natoka kwenye umoja wa vijana aidha nikaenda wazazi ama UWT. Unaona kabisa structure ya organization ilivyokaa katika. Asante sana. Hata inapofika wakati wa uchaguzi lazima. Asante sana. Kwa hiyo nini cha kumwambia? Kwanza Darama, hii changamoto ni ndani ya chama kwamba hebu tujitahidi kukijenga chama chetu